na hapo ndipo ambapo tunaanza kuelewa maana ya one voice. One voice, kama zilivyokuwa kauli nyingine nyingi ambazo tumepita nazo katika kanisa kwa muda mrefu, na kukumbusha moja wapo ambayo bado haijaisha, ni ile ambayo inasema nitakwenda nikimsubiri Yesu. Lakini iliwahi kuwepo Mungu kwanza, mengine baadaye. Lakini iliwahi kuwepo nitakwenda nikimtumaini Yesu. Ipo nyingine iliyokuwepo inasema nitakwenda kwa nguvu za Mungu. Hizo zote ni kauli mbiu ambazo zilikuwa zinaenda kutukumbusha tu kufanya kazi ya Mungu, kama vile alivyotuachia agizo lake lile la Mathayo 28 kwamba tuenende ulimwenguni kote tukawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu, na wakiamini tuwabatize kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na sasa kanisa lina njozi inayosema One Voice 2027. Sasa hii ni globally, tunazungumzia ulimwengu mzima wana hiyo kauli mbiu. Tutashikamana wote kuanzia kule waliko, kuanzia General Conference mpaka kanisa mahalia ambapo wewe unasali. Kanisa hilo litaungana na kanisa ulimwenguni kote kwa ajili ya kuhubiri Injili, na safari hii matumaini yanaanzia hapa kwenye mtandao wa kijamii. Maana jamii nzima kubwa sana, zaidi ya watu bilioni 14 wako kwenye mtandao, wanatumia simu janja, wanatumia mitandao TikTok, Facebook, WhatsApp na mitandao mingine, YouTube na kadhalika. Huko ndiko waliko, na safari hii kanisa limekusudia kuwahubiria kupitia mtandao. Tarehe 5 mwezi wa 9 itakuwa ni uzinduzi wa One Voice kwa kote ulimwenguni. Tutatumia simu zetu kuhubiri Injili kupitia mitandao. Tutatumia viganja vyetu kupeperusha ujumbe wenye matumaini kwa watu wengine, na ndio maana tunakwambia unapaswa kuelewa vizuri mpango huu ili na wewe ushiriki. Bando lako, vocha yako ni kwa ajili ya utume, na utume utakapofikia yule mtu ambaye anakaa muda mrefu kwenye mtandao utakuwa umeshahubiri, na ndio maana tunakutia moyo, fanya hiyo kazi. Jambo nyingine, katika miaka zaidi ya 2000 iliyopita kuna Yesu Kristo alibatizwa katika mto wa Yordan. Mwaka wa 457 wakati Danieli wanapata njozi katika Danieli sura ya 8 na ya 9, tunatazama namna ambavyo unabii wa miaka 2300 ulipoanza. Baada ya miaka ile kuwa imeisha, yale majuma 70, Yesu Kristo alizaliwa, na tangia hapo alipozaliwa miaka inahesabiwa kuanzia 0 kurudi mbele mpaka hapa tulipofika sasa, ni mwaka 2027. Na Yesu mwaka wa 27 alibatizwa akiwa na miaka 30. Wewe ambaye unanisikiliza leo, unayetazama leo tuko mwaka 2027, ambapo mwaka 2027 Yesu Kristo alipobatizwa itakuwa inatimia miaka 2000. Ni nani asingependa kukumbuka namna ambavyo alibatizwa? Mimi niliwahi kubatizwa miaka 20 iliyopita, lakini nakumbuka tukio hilo kwa uzuri zaidi mwaka 2007. Kwa hiyo na wewe utatamani kujua, na ndio maana hata hivyo katika kanisa letu tukikuhubiria wewe uliye mwadventista kwa sasa, tunakwambia amini, ubatize kama Yesu alivyobatizwa katika mto wa Yordani. Nakukumbusha jambo moja la msingi sana. Yesu hakubatizwa kwa sababu alikuwa na dhambi, alibatizwa kwa ajili ya wale ambao wasingepata fursa ya kubatizwa. Kama mwizi msalabani hakupata